Watu wengi hawafeli kwa sababu hawana uwezo, bali wanafeli kwa sababu wako katika mazingira yasiyowafaa. Kumbuka kuwa watu wengi hawafeli kwa sababu hawana vipaji wala hawana vipawa ama uwezo, la hasha. Watu wengi wanafeli kwa sababu wanafanya mambo katika sehemu ambazo hawajaumbiwa kuwepo. Kama vile ambavyo samaki ameumbiwa uwezo wa kuogelea ndani ya maji, nawe pia vile kuna uwezo wa kipekee ambao umeumbiwa ili ufanikiwe katika eneo lako. Msemo huu una ujumbe mzito sana kuhusu kujijua wewe ni nani na kutumia uwezo wako sahihi. Hebu tuchambue kwa lugha rahisi. Mfano wa samaki na maji. Samaki ana uwezo mkubwa sana wa kuogelea, lakini akiwa ndani ya maji anang'aa na kuonyesha uwezo wake wote. Akiwa nje ya maji anaonekana dhaifu na kama hana uwezo wote ule. Hii haimaanishi samaki hana uwezo, bali yuko mahali pasipo sahihi kwake. Maana ya msemo unasema watu wengi hawafeli kwa sababu hawana uwezo, bali wanafeli kwa sababu wako katika mazingira yasiyofaa. Wanafanya mambo yasiyoendana na vipaji vyao, vipawa vyao au kusudi lililomfanya Mwenyezi Mungu kuwaleta hapa duniani. Hawajitambui vizuri. Kwa kifupi, ukijikuta mahali pasipo sahihi, hata kama una kipaji kikubwa, utaonekana huna uwezo. Ni sawa vile samaki unaanza kumhukumu kwa kushindwa kupanda mti. Unaweza mhukumu kwa kushindwa kupanda kwenye mti, ingawa huko sio sehemu yake. Sehemu yake ni majini. Aliumbwa ili aweze kuishi majini, ndio maana anakuwa na uwezo wa kuogelea kiurahisi. Lakini ukamtoa nje ya maji tu, hauhitaji kumpiga afe, yeye mwenyewe atanyooka kabisa, anakufa hapo hapo, kwa sababu hajaumbiwa sehemu ya porini, bali ameumbiwa kuishi katika sehemu ya majini. Fundisho kuu ndani yake: moja, jitambue kwanza. Tambua una kipaji gani, unapenda nini? Au kwa mara nyingine unaweza kujiuliza maswali haya: mimi ni nani? Kwa nini niko duniani? Naweza kufanya nini? Na kwenda wapi? Ni muhimu sana. Nini unafanya kwa urahisi kuliko wengine? Kujitambua ndiyo msingi wa mafanikio. Pili, chagua mazingira sahihi kama samaki. Wewe pia unahitaji maji yako, yaani mazingira yanayokufanya uoneshe uwezo wako. Mazingira mabaya huua vipaji vya watu. Tatu, usijilinganishe na watu wengine. Kila mtu ameumbwa tofauti. Kile kinachomfaa mwingine si lazima kikufae wewe. Kuiga maisha ya watu wengine kunaweza kukupoteza. Nne, fanya kile ulichoitiwa kufanya hapa duniani. Mafanikio ya kweli hupatikana pale unapofanya kitu kinachoendana na wewe. Ndipo unakuwa na furaha, ubunifu na matokeo makubwa. Mwishoni kabisa, msemo huu unatufundisha kwamba sio kila anayefeli hana uwezo. Wengine wako tu sehemu isiyowafaa. Hivyo jitambue, tafuta eneo lako sahihi, tumia kipaji chako. Ukifanya hivyo utafanikiwa kwa urahisi zaidi kuliko kulazimisha maisha yasiyo yako. Kumbuka, katika kanuni za uumbaji, kila mtu anazaliwa akiwa na kitu cha kumfanikisha. Hata asipoenda shuleni, anakuwa na kitu ambacho cha kumwezesha yeye kuishi maisha yenye maana hapa duniani, na kila mwanadamu anacho hicho kitu. Ni muhimu sana kwa kuweza kukijua na uweze kukifanyia kazi. Kumbuka, hauko hapa duniani kwa bahati mbaya. Upo hapa duniani kwa kusudi maalum ambalo Mungu anataka uweze kuitimiza katika maisha, katika siku utakayoishi hapa duniani. Asante kwa kunisikiliza. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.